الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يقول الشاعر: إذ المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. أيها الناس عباد الله، بعد يكمشكور الله جل جلاله na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninachukua nafasi hii, nafasi ya kipekee kabisa, kuihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mshairi anasema, kama mtu hajajipamba na uchamungu ambao tunahusiana kila Ijumaa, hujapamba tabia zako kwa uchamungu, matendo yako hayana uchamungu ndani yake, maneno yako hayana uchamungu ndani yake, mtu huyo taqallaba uryanan wa in kana kasia, mbele ya Allah anageuka kuwa mtu ambaye hajavaa nguo, hata kama watu wanamuona amevaa kanzu, lakini midhali hajajipamba na uchamungu, anaonekana mbele ya Allah hajavaa nguo yoyote. Wa khairu libasil mar'i, na mtu vazi lake bora kuliko vazi lolote lile, ta'atu rabbih, ni vazi la kumtii Mola wake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe miongoni mwa wale watiifu kwake. Ndugu zangu, enyi waja wa Allah, leo ni Ijumaa nyingine. Mimi na wewe tumekutwa na Ijumaa hii, na angetaka pia tusingekutwa, kama ambavyo katikati ya Ijumaa, kati ya ile iliyopita na hii tulionayo, wengi kati ya ndugu zetu, jamaa zetu wa karibu, wallahi tumewazika. Na sasa yumkini Ijumaa iliyopita walikuwepo na waliswali misikitini,
lakini leo wana siku 6 kwenye maisha mengine kabisa ya barzakh. Sisi hatuna ujanja wala fedha wala elimu wala vyeo vya kumhonga Allah tuendelee kubaki kuishi. Ni matakwa yake na utaratibu wake. Anamuita amtakaye kwa muda au takao, na ukiitwa hakuna nafasi ya kupinga wala kutafuta mtetezi kwamba no, siji huko, naendelea kubaki hapa. Ni matakwa yake. Kwa hiyo kwa kuwa Allah ametaka tuendelee tuishi tukiwa watiifu, hilo litakuwa bora kwetu na litatusaidia mbele tunapoelekea. Ndugu zangu katika imani, Ijumaa kadhaa iliyopita nilizungumzia almaudhui ya khutba bianwan dhulmu zawji li zawjatihi, dhulma ya mwanaume mume anavyomdhulumu mke wake katika maisha. Kuna baadhi ya watu walishangilia na wengine walihuzunika, na hasa wanaume walisema hivi: kwa kweli hutuba ya leo imetunanga kweli kweli kwamba sisi tunawadhulumu wake zetu. Na ni kweli kwa yale tuliyoyataja, maneno ya Allah na mtume wake, kila mmoja alivaa uhusika kama kweli anamdhulumu kwa vipengele vile au hamdhulumu. Sasa leo ni wapooze waume kina baba juu ya dhulma wanazofanyiwa na wake zao, ili mambo yaende sawa sawa, kwa sababu mambo yana pande mbili. Ukiona mume anadhulumiwa, basi kuna sehemu pia mke anadhulumiwa. Ndugu zangu katika imani, zama na dunia tulionayo haishangazi kabisa katika jamii mume kumdhulumu mke wake na mke kumdhulumu mumewe. Haishangazi kabisa, imekuwa ni maisha ya kawaida tu. Lakini zama tulizonazo haishangazi kabisa baba kuwadhulumu watoto wake, lakini pia kinyume chake watoto kuwadhulumu wazazi wao. Ni kawaida, ni maisha, na inaonekana ni lifestyle. Ndugu zangu katika imani, zama tulizonazo haishangazi kabisa muajiri kumdhulumu aliyemwajiri kwa kumnyima stahiki zake. Haishangazi, na hata akienda kushtaki wala halichukuliwi kwa umuhimu mkubwa sana. Haishangazi, mwenye nacho ndiye anaheshimika, asiye nacho anadharaulika. Haishangazi katika dunia tulionayo. Haishangazi baadhi ya viongozi kuwadhulumu raia nao waongoza. Haishangazi kabisa, na raia inabaki manunguniko, lakini wapi pa kwenda kushtaki? Hana. Ndugu zangu katika imani, ikiwa mazingira ni hayo, kila mmoja kwa nafasi yake, kwa uwezo wake, kwa elimu yake, anamnyanyasa mwenzake kwa sababu hana hicho ambacho ana yeye, Uislamu haujazungumza hilo. Uislamu uko tofauti kabisa na huko ulipo. Tunarudishwa kutoka huko, wama adiraka ma huko watu wanapodhulumiana. Kila mmoja mwenye kisu ndio akala nyama, asiye na kisu kwa kweli hawezi kupata hata mfupa. Ndugu zangu katika imani, dhulma haivumiliki na Allah hapa duniani wala kesho akhera. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Ghafir aya nambari 18, wa andhirhum yawmal azifa idhil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidhalimina min hamimin wala shafi'in yuta'. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza hivyo. Waonye siku ambayo, siku ya kiyama, watu watakapokuwa wamefikishwa kule. Waonye kuhusiana na siku ya kiyama, wakati kiyama hiyo anaanza kuiona pale roho inapotoka. Idhil qulubu ladal hanajiri kadhimin, moyo na roho imeshafika kwenye shingo, anageuza macho kulia na kushoto, au tuitoe.
wana discuss wakati huo wewe macho yamekodoka, ukiwa una huzuni kubwa, unaona unapoenda na unaona ulipotoka na ulichokifanya, hakitoshi kukufikisha na kukuvusha. Lakini mali dhalimin, hawatokuwa madhalim walodhulumu. Hawa tuliowataja, mtu alodhulumu mke wake, mke kamdhulumu mume na wengineo, mali dhalimin. Min hamimin, hatokuwa na rafiki kipenzi wa kumtetea katika dhulma hiyo. Wala shafi'in yuta', wala hatokuwa na advocate wa kumtetea kwenye kesi yake, atasimama peke yake. Haya ni maneno ya Allah na wala sio ya bombo. Ayuha nasu ibadallah. Kwa hiyo, kwa kuwa dhulma imekaa kwenye mazingira hayo, dhulmu zauja, leo tunazungumzia dhulma ya mke kumdhulumu mumewe. Ibadallah, enyi waja wa Allah, inajulikana na ni nadra sana mwenye nguvu kudhulumiwa na asiye na nguvu, mwenye kipato kudhulumiwa na asiye na kipato, mdogo kumdhulumu aliyekuwa mtu mzima. Ni nadra sana mwenye nguvu kudhulumiwa na asiyekuwa na nguvu. Katika nature ya maumbile ya Allah, mwanamke ni kiumbe dhaifu sana, ameumbwa kwa ubavu uliopinda laini kabisa. Sasa inakuwaje mwanaume rijal alopewa misuli na mbavu zote akadhulumiwa na kiumbe aliyeumbwa na ubavu uliopinda laini ambaye ni mwanamke? Maana yake nini? Hili jambo linahitaji ufafanuzi wa hali ya juu. Inawezekanaje mwanamke kiumbe dhaifu, maumbile yake ni dhaifu, hana misuli yeyote, anamdhulumu vipi jitu lenye ndevu zake? Bwana, wanadhulumiwa wanaume na ndevu zao, wanadhulumiwa na mvi zao, na huyu kiumbe dhaifu. Sasa kwa mifano hii nitakayoitaja, ndo dhulma ya mwanamke kumdhulumu mume wake, na hii ni dhulma, wa dhulmu la tadum wa idha dama damara. Dhulma haina muda mrefu, huwa mara nyingi utaangamia. Jirani tu wewe dhulumu, wakati wewe unaidhulumu unachekelea, yule unayemdhulumu macho yake hayafumbi. Saa 8 usiku anamuomba Allah, Mwenyezi Mungu mshughulikie huyu dhalim. Ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza na dhulma ya kwanza, wanaodhulumiwa kina baba na nguvu zao na wake zao. Wanawake inabidi watambue, hal ta'lamu almar'a, je mwanamke anafahamu anna tarka ta'ata zawji, kwamba kutokumtii mume wake fi ghairi ma'siyati Allah, katika jambo ambalo sio la kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, wanushuza alayhi, na mwanamke kuishi maisha ambayo yana ugomvi ndani ya nyumba, anasababisha ugomvi kila uchao, warafa'a sautiha alayhi, na mwanamke kuinua sauti yake ndani ya nyumba mbele ya mume wake, sauti yake ikawa ndo iko juu, bimaana anakemea, anafokea, anatukana, watalafudhaha bikalimatin jariha, mwanamke ambaye ndani ya nyumba lafzi zake, maneno yake yanamjeruhi moja kwa moja mume wake. Min dhulmi zawjati li zawjiha. Je, mwanamke hajui kwamba hiyo ni dhulma ya mke kumdhulumu mumewe? Hilo ni swali limeulizwa, wal jawabu indak, na jawabu unalo. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa jambo ambalo wanaume wanavunjiwa heshima na baadhi ya kina mama wake zao, wanaume wanadharauliwa na baadhi ya wanawake, ni suala la mwanaume anatoa oda ndani ya nyumba kama mwanaume, alafu ile oda haitekelezi, na hata ikitekelezwa haitekelezi katika muda huo. Hiyo ni dhulma kubwa kwa mwanaume inayotoka kwa mke wake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amempa mandate mwanaume kwamba yeye ni rijalun الرجال قوامون على النساء. Mwanaume ndo amepewa kawama,
Mwanaume ndo amepewa usimamizi, mwanaume ndo amepewa authority ya kuamrisha, ya kukanya na kusimamia majukumu. Kama akiamrisha hatiiwi, na kama akitoa oda haitekelezeki, kama akionya maneno yake hayaonyeki, ndugu yangu, hiyo ni dhulma inayotoka kwa mke wako. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala wanawake wa sampuli hiyo Allah subhanahu wa ta'ala awaepushe. Taa azauj, kumtii mume. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, nadhani imepokewa na Imamu Bukhari na Muslim, anasema lau kuntu amiran ahadan li ahadin la amartu zawja an tasjuda li zawjiha, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, lau kama ningeamriwa, Mtume anasema lau kama ningeamriwa na Allah niseme kwamba kama kuna mtu muhimu katika hii dunia aweze kutiiwa kwa kupewa sijida ya heshima, ningeamrisha mwanamke aweze kumsujudia mumewe kwa heshima na hadhi alopewa mwanaume. Lakini amri hiyo Mtume hakupewa na Allah. Maana yake nini? Hadithi hii inakusudia na kutueleza kwamba mwanaume ni mtu mwenye heshima ndani ya nyumba, inabidi atiiwe bil ma'ruf min ghairi ma'siyah, katika wema lakini sio kwenye maasi. Mwanamke wa Kiislamu, kama utaamriwa na mume wako juu ya jambo la kumasi Allah, kataa hata kama ni mume wako, kwa sababu kuna kaida inasema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Mume anaagiza konyagi, mke wangu hela hii kaniletee konyagi, mke inabidi useme sitaki na siende alfa marra, hata kama ukinishikia bakora siendi. Mwanaume hata ukisema mimi ndo mume wako lazima unitii, kaniletee, sitaki, na neno hilo sitaki nalirudia mara 1000. Mwanamke mwenye msimamo inabidi aseme hivyo, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Atatiiwa mwanaume katika ma'ruf fi ghairi ma'siyah. Kama utaamrisha mema ukakataza mabaya, hapo inabidi utiiwe, lakini sio katika maasi. Thaniyan, jambo la pili ambalo wanaume wengi wanadhulumiwa, hal ta'lamu al-mar'a, je, anafahamu mwanamke anna taraka i'fafiha li zawjiha min ashaddi anwa'i dhulmi, kwamba mwanamke kumnyima mumewe jambo ambalo ni sababu ya yeye kumwoa, lengo la kumwoa ndo hilo, yeye akamnyima haki yake ya msingi fil firashi, akamnyima haki yake ya msingi pale kitandani. Ayuma mraa, mwanamke yeyote, batat, amelala, wa zawjuha ghadban, na mume wake aliyakuwa amekasirika. Maana yake ni kwamba mwanamke anampangia mume wake na amemwekea timetable, amemwekea kalenda kwamba kwa mwezi ni siku 3 tu, kila mwezi siku moja. Kwa hiyo maana yake usinivuruge, hii leo sio siku yako, subiri mpaka tarehe 12 ikifika utapata hicho unachokitaka. Mwanamke yeyote atakapoitwa na mume wake kwa ajili ya jambo muhimu kama hilo, mwanamke akakataa na mume wake akalala usiku kucha ghadban, la'anataha al-malaika, mwanamke huyo analaaniwa na malaika hatta tusbiha, mpaka panapambazuka. Al-la'na, 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 kwa kunyimwa jambo. Ni wanaume wangapi wanakuja kushtaki kwa mashekhe na nyimwa jambo? Ni wanaume wangapi wanakwenda kwa makadhi kushtaki ananyimwa jambo? Amepangiwa muda, mwanaume una jambo lako, yeye hayupo kabisa. Ahibati fillah, kama ni katika wanaume ambao unanyimwa jambo na mke wako, wewe umedhulumiwa. Na mwanamke inabidi ajue
hiyo ni dhulma kubwa, na dhulma hiyo haivumiliki na analaaniwa na malaika usiku kucha, na wewe umelala naye pale pale. Ayuha nasu ahibati fillah, hiyo ilikuwa ni dhulma ya pili kufanyiwa na mke wako, na wewe kama unalo basi tafuta utaratibu wa kutafuta suluhu ili upunguziwe kutoka siku 3 kwa mwezi. Angalau wanaume wenyewe pia wapo, hata hizo siku 3 pia anaona pia ni nyingi. Wengine pia wanaziona nyingi, anataka apunguziwe hizo siku 3. Bali kwa mwezi hataki kabisa, yeye anataka atuishi hivyo hivyo. Hapana, haki huququ zawjain miongoni mwayo lazima liwepo hilo. Thalithan, jambo la 3 ambalo pia ni kubwa, ni dhulma hiyo anaidhulumiwa mwanaume na mke wake. Na hili tunalizungumza kwenye mimbari. Wanaume mpo na kina mama mpo, na wengine watashuhudia kwenye vyombo vya habari, ulimwengu utasikia. Maana maneno siku hizi hajifichi. Tunazungumza Isanga, lakini Tanzania nzima itasikia kupitia hapa Isanga, si vyombo hivi hapa. Kwa hiyo hatuzungumzi na watu wa Isanga tu, tunazungumza na watu nje ya Isanga, tunazungumza na watu nje ya msikiti, kwamba kuna dhulma wanafanyiwa wanaume, na dhulma hiyo kwa sababu wanaume hawana machozi ya kutoa sumu walizonazo kwenye miili yao. Wanaume hawana damu, wanaume hawaingii kwenye hedhi. Kwa hiyo ile sumu iliyoko kwenye mwili inaendelea kubaki, hakuna pa kutokea. Mwanamke hata ukimuudhi, ukimdhulumu, yeye ana matoleo, atalia, sumu itaisha, maisha yataendelea, yale makando kando yote yatatoka. Na mengine ambayo hajatoka yatatoka kwa njia ya periodi. Mwanaume huna period, mwanaume huna machozi. Na ndio maana ukifanya survey kwenye makaburi ya Nonde, makaburi ya Iganzo, makaburi ya Iyela, asilimia kubwa walioko mle makaburini ni wanaume kina baba. Kwa sababu gani? Likilipuka pale ambapo umedhulumiwa na mke wako, unamtaka yeye hataki, basi zile hasira, mapigo ya moyo yanabadilika kutoka kushoto, moyo unabadilika kutoka kushoto unahamia kulia, na moyo ni muhali kuhamia kulia. Ukihama tu, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, intaqala ila bariha, ameelekea kwa Mola wake kwa hasira ya kunyimwa jambo. Ndugu zangu, vifo vingi vinasababishwa na viumbe, na viumbe sangine tunaishi navyo ndani ya nyumba zetu. Baadhi yao wana maudhi ya kutosha, na wanaume hawana pa kukimbilia, tuna vifua vya kuvibakisha ndani. Anayenusurika ni yule ambaye anamtafuta rafiki wa karibu na kumueleza. Ni yule anayemtafuta kiongozi wake wa dini mwenye siri, akamueleza, bwana mimi mwenzako kadha 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 kadha, ateme ile nyongo. Wanaume hawatemi nyongo, wanakufa na vitu vifuani vya mwao. Ndugu zangu katika imani, jambo la 3 ambalo ni dhulma anafanyiwa mwanaume kutoka kwa mwanamke. Hal ta'lamu almar'a, je, mwanamke hajui mwanamke anna khurujaha min baiti zawjiha biduni idhnihi min adh-dhulmi, mwanamke kutoka ndani ya nyumba yake pasi na idhini ya mumewe, hii ni dhulma. Mwanamke anajua. Wake zetu leo wangapi wanatoka ndani ya nyumba na hakuagi? Lazima mwanamke achukue gate pass wakati wa kutoka nyumbani. Anaelekea wapi ili ujue? Hiyo ni haki ya mume, inatakiwa aipate kutoka kwa mke wake. Maisha yamekuwa hobela. Yani mwanaume akitoka na mwanamke ametoka, wala haagi. Wewe unajua mke wako yuko nyumbani, kumbe siku nyingi yuko zake huko ndani kabisa Mbalizi, haja kuaga. Unampigia simu, uko wapi? Anasema nimetoka kidogo niko Mbalizi. Mbona nimekuacha nyumbani? Nisubiri, nakwambia nimetoka kidogo narudi. Kwani shida nini? Ina maana hatuaminiani. Tayari kuna tatizo hapo umeshaliweka kwenye moyo wa mwanaume huyu. Mwanaume anaanza kuwaza mengi. Huyu mwanamke ametoka kwenda Mbalizi, ni Mbalizi kweli? Na huko Mbalizi ameenda sokoni kujumua maharagwe, ni maharagwe kweli au amekwenda kujumuliwa? Kwa hiyo kuna mambo mengi yanapita kwenye kichwa cha mwanaume. Kwa mwanamke kuto kuaga nyumbani anapotoka,
ayuha almar'atu almuslima, ewe mwanamke wa Kiislamu, haramun alaik, ni haramu juu yako, an takhruja min baitika biduni idhni zawjatik, kutoka kwenye nyumba yako bila ruhusa. Omba ruhusa, na ruhusa siku hizi ni nyepesi kuliko zamani. Na wanawake wa zamani kulikuwa hakuna mawasiliano, hakuna simu, wala wengine hawajui kuandika wala kusoma. Anabaki nyumbani, maskini ya Mungu. Ukitoka unamkuta nyumbani toka muda uliomwacha. Waleo vyombo vya mawasiliano vipo. Umemnunulia simu Apple ya macho matatu, umemjazia bando la mwezi mzima, umemwekea airtime ya mwezi mzima, kuna message za kawaida umemnunulia za mwezi mzima, lakini anatoka hakuandikia hata message. Hii ni dhulma. Hii ni dhulma wanaodhulumiwa wanaume na baadhi ya wake zao. Sasa kutoka ndani ya nyumba bila ridhaa ya mume ni maafa makubwa sana na ni dhulma kubwa sana. Ndugu zangu katika imani, moja katika wanawake kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa Khathami, atati nabiya sallallahu alaihi wasallama. Mwanamke huyu alimuendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, alienda mpaka kagonga mlango, hodi hodi, anagonga nyumba ya Mtume, karibu. Alivofika, karibu, keti pale. Mwanamke huyu amekwenda kutaka mambo yatakayomsaidia kwenye maisha yake. Akamwambia, inni imra'atun ayyimun wa inni uridu an utazawwaj, fama haqqu zawji ala zawjatihi. Ya Rasulullah, nimekuja, mimi ni mwanamke ambaye sina mume. Ameenda kumkabili Mtume. Mwanamke ayyim ni mwanamke ambaye hana mume, ima aliolewa akaachika kwa talaka, manake sasa hana mume, ima aliolewa akafiwa na mume wake, kwa sasa eda kamaliza, hana mume, ima amekaa muda mrefu hajaolewa kabisa, hana mume, amefunga safari. Mwanamke anasema, inni ayyimun, mimi ni mwanamke ambaye sina mume, lakini ninataka niolewe. Sasa kabla sijaolewa nimekuja kwako ya Rasulullah, nataka nifahamu haki ya mume nitakayomfanyia mimi kabla sijaolewa. Ikiwa naweza hiyo haki kumtekelezea, niolewe, na ikiwa siwezi kuitekeleza, basi mimi nibaki katika hali yangu hii ya kutokuwa na mume. Fa in istata'tu dhalika, hiyo haki nikiweza, basi itakuwa khairi, naolewa, wa illa jalastu ayyiman, na kama itakuwa ndivyo sivyo, ni bora nikae bila mume. Watu wamekwenda kuomba ushauri juu ya haki za mume kabla sijaolewa. Ni wanawake wangapi wanaolewa hata wajui wanakwenda kufanyaje huko kwa huyo mume? Hawajui huyu mwanaume hadhi yake ni ipi na thamani yake ni ipi. Hawajui sauti ya mwanaume ndani ya nyumba thamani yake ikoje. Mwanamke anaolewa tu, amefanyiwa kitchen party huko, amevalishwa mawigi, amepakwa rangi ambayo sio ya kwake, amevalishwa kope, amebanwa kweli kweli kwenye nguo, anajua ndo maisha atakayekwenda kuishi kwa mume wake. Kumbe tofauti kabisa. Anayefundishwa kule kwenye mambo yao ya kitchen party na anayekwenda kuishi ndani ya nyumba, uhalisia ni vitu shatani baina al-mashriq wal maghrib. Ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hajui maskini ya Mungu anaishi na mtu aina gani. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume rehma na amani ziwe juu yake, akasema kumshauri na kumwambia huyu mwanamke aliyokuja kwa ajili hiyo, inna haqqa zawji ala zawjatihi, miongoni mwa haki za mume kwa mke wake ambazo inatakiwa zipate kutoka kwa mke ni haya yafuatayo: idha aradaha ala nafsiha wa hiya tahira,
idha aradaha ala nafsiha wa hiya ala dhahri ba'irin la tamna'hu. Jambo la kwanza, akimtaka katika lile jambo la mume na mke, akimtaka hata kama yuko kwenye juu ya mgongo wa ngamia, inabidi ashuke atekeleze lile jambo. Hata kama yuko jikoni anaunguza vitunguu, aache vitunguu aje kwenye jambo. Hata kama anafanya usafi uko nje, aje kwenye hilo jambo. Ni kubwa kuliko mambo mengine. Hilo la kwanza ambalo leo wanaume wengi wanalia hawapati. Wa min haqqi zawji ala zawja, na miongoni mwa haki yake pia, maelekezo haya anapewa huyo mama, ni pale ambapo an tu'tiya min baitiha illa biidhni. Alla tu'tiya min baitiha illa biidhni, asitoe kitu kutoka nyumbani kwake kwa mume wake akapeleka popote, ima akatoa sadaka au akampa rafiki. Asitoe kitu chochote isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Wanawake wangapi unanunua nyama kilo 6, unajua zitakupeleka wiki nzima, baada ya siku ya pili ngombe zimeisha, kumbe amegawa kwa rafiki zake, anawapa mashosti zake. Umenunua sukari ya mwezi mzima, baada ya siku 2 sukari hakuna. Umetoa hichi, yani bajeti unajihimu, lakini baada ya siku 2 hamna kitu. Nini? Anagawa ndani nyumba yako, anagawa vitu ovyo, na wewe ndio unayeumia. Mwanamke wa design hiyo hatekelezi haki ya mume wake sawa sawa. Jambo la tatu, alla takhruja min baitihi illa biidhni, asitoke kwenye nyumba ya mume wake isipokuwa kwa idhini yake. Ndugu zangu katika imani, mambo ni mengi na muda umeisha. Nimalizie tu kwa kisa waqi'ia. Madhara ya mwanamke kutoka ndani ya nyumba pasi na idhini na ridhaa ya mume wake. Sio mambo ya zamani sana kwa Mtume, ni mambo ya hivi karibuni. Mke alikuwa na ugomvi na mume wake. Mke akaona mume alivyotoka kwenda kazini, na yeye akatoka kwenda nyumbani kwao. Na nyumbani kwao ni kijiji fulani ambako lazima utembee angalau kidogo nusu saa, masaa mawili. Mume alivyorudi, kafika nyumbani mke hayupo. Kaulizia majirani, anasema mke wako alienda kwa hivi. Mume ilibidi akodi bodaboda amfuate mke wake huko alipoelekea. Njiani kumbe yule mwanamke wakati anatembea amekutana na kijana na baiskeli, akaomba lifti, akapakiwa kwenye baiskeli. Kwa hiyo yule mwenye baiskeli hana habari yoyote, anajua ni lifti nimetoa, anapekecha baiskeli. Bwana mkubwa amekuja na pikipiki, kakuta mke wake amepakiwa na baiskeli na jamaa. Hakuuliza chochote, akasema wewe mvulana ndiye unayeharibu ndoa yangu. Akachukua gongo akamtandika kichwani, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mwanaume wa watu akafa, alitoa lifti tu. Mwanamke akalia, lakini machozi yatasikilizwa na nani? Hatimaye vyombo vya dola vikachukua hatua yake. Mwanaume yule ameua, ameenda jela. Yule baba wa watu ameuawa, hana hatia yoyote, sababu ni mwanamke alitoka ndani ya nyumba yake pasi na idhini ya mume wake. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة فلعلها ساعة الإجابة
أن تيسر أمورنا، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تكفر سيئاتنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. التف بنا فيما جرت به المقادير، وهون علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم اغفر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واسألوه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.